Shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia na kutupa uwezo na nguvu na afya na umri kuendelea na darasa yetu, tukiingia katika hadithi ya 22 baada kuelezewa hadithi ya 21 ambayo kwamba ilifungamana na al-istiqama, msimamo. Leo hadithi ya 22 ikieleza kuhusu kuingia peponi kwa kufanya maamrisho na kuacha makatazo. Hadithi inasema عن أبي عبد الرحمن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. حديث مبكيه أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري radza Mwenyezi Mungu ziwe juu yao wawili, kwamba mtu amemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, niambie na mimi, nipe habari na mimi, nikiswali swala za faradhi na nikafunga Ramadhani na nikafanya halali kuitakidi ni halali na nikawacha haramu kwa kuitakidi ni haramu na sikuzidisha lolote zaidi ya hapo, je, nitaingia peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ndiyo. Hadithi imepokewa na Imam Muslim. Hadithi kama hii tumwangalie mpokezi wake ambaye kwamba ni Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari. Kunia yake imma ni Abi Abdullah ama Abi Abdurrahman ama Abi Muhammad, zote ni katika kunia zake. Yeye mwenyewe ni Jabir, Sayyidina Jabir katika maswahaba, na babake Abdullah pia ni katika maswahaba. Ndio maana tukasema radhiyallahu anhuma wote wawili. Sayyidina Jabir ni katika maswahaba ambao kwamba umri wao ulikuwa ni mdogo. Na mtu ukimsikia yasema ni katika maswahaba wadogo, si kwamba ni mdogo kwa daraja, la, umri wake ni mdogo kwa sababu wote daraja zao maswahaba ni kubwa. Babake alikuwa ni katika maswahaba ambao kwamba ni umri wao ni mkubwa, na ndio maana Sayyidina Jabir asema babake alimkataza kuhudhuria vita vya Badri, alimkataza kuhudhuria vita vya Uhud kwa sababu ya umri wake ni mdogo. Na ile ilopokewa na Sayyidina al-Imam al-Bukhari kwamba Sayyidina Jabir alihudhuria vita vya Badri akiwapelekea watu maji, ni kwamba hakuhesabiwa kama ni watu wa Badri kwa sababu hakuhudhuria kama mpiganaji. Ameenda ima kusaidia wenye kupigana ama kama namna hiyo kazi ndogo ndogo za watoto. Ye mwenyewe Sayyidina Jabir asema mimi sikuhudhuria vita vya Badri wala vita vya Uhud, bali babake ndo alihudhuria vita vya Badri na Uhud, na ni kwa sababu babake ndo alimkataza, na asema baada ya babangu kufariki sikuacha vita vyovyote isipokuwa nilihudhuria na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Babake ambaye kwamba Sayyidina Abdullah al-Ansari alihudhuria vita vya Badr na alihudhuria vita vya Uhud na akafa shahidi katika vita vya Uhud. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuelezea kuhusu babake ambaye kwamba ni Sayyidina Abdullah al-Ansari, asema Sayyidina Abdullah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa daraja ya ushahidi ya juu, na kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuuliza akamwambia tamani unachotaka chochote, akamwambia ya Rabbi, na kuomba unirudishe tena nipigane katika njia yako ili nife tena shahidi, kwa kuona zile daraja na mema na matukufu aliyopata mashahidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, mimi nishaandika kwamba hakuna mtu kuenda na kurudi tena, ajali ni mara moja. Ndio daraja yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza kumwambia Sayyidina Jabir kumhusu babake. Na huyu Sayyidina Jabir mwenyewe ni katika al-mukthiruna min ar-riwaya. Kuna katika maswahaba ambao kwamba ni 7 walipokea hadithi nyingi. Tunajua maswahaba kuna wengine wamepokea hadithi 1500, nyingi sana kuliko wote, kama kina Sayyidina Abu Huraira. Kuna waliopokea hadithi 2000, kuna waliopokea hadithi 1000 na, lakini maswahaba ambao kwamba waitwa al-mukthiruna ni waliopokea hadithi 1000 na kwenda juu, nao ni maswahaba 7 peke yao. Wa kwanza ni Sayyidina Abu Huraira, akifuatiwa na wengineo. Sayyidina Abu Huraira peke yake ndo hadithi 1500
na 347, wengine 2000 na 1000. Ndio Imam Suyuti akataja walmukthiruna min riwayati al-athar Abu Hurairah yali ibn Umar wa Anas wal bahru kal Khudri wa Jabir wa zawjatu nabii. Sahaba kama hawa Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, Sayyidina Jabir, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidatina Aisha na Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri. Sahaba hawa ndo waitwa al-mukthiruna. Mmoja wapo ni huyu mpokezi wetu ambao kwamba tuko naye katika hadithi ya leo, Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari. Na Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari alichukua dhima kubwa ya kumlipia deni babake. Alipofariki, alikuwa babake ana bustani, akamwambia tumia hili bustani unilipie deni langu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomjua kwamba yeye ndo amechukua dhima ya kulipa deni la babake, basi alimuuliza kuhusu deni la babake mara 27 kwa usiku mmoja. Ya Jabir, aqadhaita dayna abik? Ghafara Allahu lak. Jabir, ushalipa deni la babako, Mungu akusamehe. Yani ile ghafara Allahu laka ni kumwombea dua kabisa na kumfanyia upole katika kumuuliza. Akapata fadhila ya kuombea dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 27 katika usiku mmoja, Mungu akusamehe, Mungu akusamehe, Mungu akusamehe. Pamoja na hiyo lakini tuona uzito wa deni. Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza mara kwa mara, ushalipa deni la babako, ushalipa deni la babako? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alitueleza kwamba roho ya muumini yafungamanishwa na deni lake paka lilipwe. Ndipo pale alipohudhuria katika jeneza ya moja katika maswahaba zake, akauliza, je, ana deni? Ndio. Je, ashalipiwa? Basi mimi simswali. Sallu ala sahibikum, mswalieni nyinyi huyu ndugu yenu, mswalieni nyinyi huyu rafiki yenu. Mtume alikuwa haswali mtu ambaye kwamba ana deni. Mmoja katika maswahaba ambaye kwamba alikuwa hana uwezo, sina uhakika ni Abu Dharr ama ni Abu Darda, hana uwezo, lakini kuona uchungu na uzito namna gani huyu ndugu yetu asiswaliwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akachukua dhamana yeye, pamoja na kwamba ajijua hana uwezo wa kumlipia. Akamwambia Rasulullah, mimi nitamdhaminia deni lake, basi nakuomba mswalie tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, utachukua dhamana utamlipia Mtume akamswalia. Haikuishia hapo, kila akimuona alikuwa akimuuliza, ushalipa deni? Bado ya Rasulullah. Kila kimuona, ushalipa deni? Bado ya Rasulullah. Kila ukimuona, paka yule akasema, mimi ikawasiendi tena msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu akiniona ataniuliza kuhusu deni, nishamlipia yule ndugu yangu deni lake. Mpaka alipopata uwezo akaenda kumlipia mbio. Alipomlipia tu akaenda mbio msikitini kwa Mtume na akakitembelea mbele, atamani atakatu ile Mtume amuulize, ushamlipia deni? Ya Rasulullah. Naye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hivyo hivyo, akipiga salamu akimuona yeye yuko mbele, ushalipa deni? Ndiyo ya Rasulullah. Akamwambia, sahihi ndio ndugu yenu amevuta pumzi, sahihi ndio amepata afueni. Tangu alipozikwa mpaka sasa alikuwa roho yake imefungamanishwa na deni lake, bado hajatoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kwamba yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Shahidi, hao mashahidi ambao tutawataja wenye daraja kubwa za juu, Mtume asema wasamehewa madhambi yote isipokuwa deni. Mtu kama yodaiwa na mwenzake, mtu kama ana deni na alikuwa yeye, kuna watu wakopesha, lengo lake hataki kulipa, ataka kudanganya watu tu basi ale pesa. Kuna mtu yakopesha ajijua mimi sina azma ya kulipa. Kuna mtu yakopesha alikuwa na azma ya kulipa na akapata uwezo lakini hakutaka kulipa tu basi. Mtu kama huyu yuasamehewa madhambi yote isipokuwa deni. Deni ni kitu ambacho kwamba chafungamana wewe na mwenzako, wewe na binadamu mwenzako, mpaka yeye asamehe ama mtu akulipie kwa dhamana yako. Ndio utaona katika ada zetu mtu akifa mpaka itangazwe mwenye deni na huyu dhamana ni fulani fulani, na iwe ni kweli amemdhamini na atamlipia, sio kupitisha kama ni ada tu. Saidina Jabir akachukua dhamana ya kumlipia baba yake deni, akawa matunda yaliyopatikana katika bustani la babake yote akayatia thamani, akalipa deni, lakini haikumtosheleza. Deni la babake likawa kubwa zaidi. Akaenda kumwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwombea baraka katika matunda yake, akafanya mpango. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsaidia mpaka akaweza kumaliza deni la babake, kuonesha uzito wa deni kama hili. Saidina Jabir kama tulivyosema ni katika al-mukthiruna na amepokea hadithi 1540.
na alikufa katika mwaka wa 78, yasemekana 74, yasemekana 68, na akaswaliwa na mtoto wa Saidina Uthman bin Affan. Asema Saidina Jabir radhiyallahu anhuma anna rajulan sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuwa mtu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mtu ni nani? Ni Saidina Nu'man bin Qawqal. Saidina Nu'man ndo alikuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu njia ya kuingia peponi ni gani, nitafanya vipi ili mimi niingie peponi. Na hii yaonesha pupa na bidii na hamu ya maswahaba ilikuwa muhimu zaidi wao kwao ni mimi niingie peponi. Lengo langu kubwa, achievement yangu ambayo kwamba nitaipata ambayo nahitaji zaidi ni kuingia peponi. Basi utaona si huyu peke yake, kuna wengi. Mwingine amekuja muuliza Rasulullah, nataka kuingia peponi nifanye vipi? Ya Rasulullah, njia ya peponi ni vipi? Na huyu naye akaja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidina Nu'man bin Qawqal, araita. Na kabla ya kueleza alivyouliza, Saidina Nu'man naye ni katika waliopata daraja kubwa za ushahidi kama Saidina Abdullah al-Ansari. Huyu alimuapia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia uqsimu alayka rabbal izza, na kuapia ewe Mwenyezi Mungu Mola wa utukufu, sitoimaliza siku ya leo isipokuwa nikanyage ndani ya mabustani ya peponi. Alitaka kufa shahidi, sitaki jua la leo liizame isipokuwa na mimi nimekanyaga katika mabustani ya pepo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtimizia. Siku hiyo akaenda na akapigana katika vita na akafa shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelezea maswahaba, inna Nu'mana dhanna billahi khaira fawajadahu 'inda dhannihi falaqad ra'aytu yata'u fi khudra'iha ma bihi haraj. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelezea maswahaba kwamba huyu Saidina Nu'man amemdhania Mola wake khairi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtimizia dhana yake, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko katika vile mja anavyonidhania. Ukimdhania Mola wako khairi, na yeye atakufanyia khairi. Ukimdhania shari, na yeye hatakufanyia isipokuwa lile ulilomdhania. Mdhanie, mwekee dhana njema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakufanyia mambo yako mepesi. Dhania kwamba Mwenyezi Mungu atakusamehe. Dhania kwamba Mwenyezi Mungu atakuingiza peponi. Dhania kwamba Mwenyezi Mungu ni mkarimu. Dhania kwamba Mwenyezi Mungu hakufanyii isipokuwa lilo na khairi na wewe. Dhania kwamba kila linalokupata kuna khairi ndani yake. Kuna hikma kubwa Mwenyezi Mungu amekufanyia. Dhania Mwenyezi Mungu khairi hata katika jambo ambalo kwamba aliona dhahiri yake ni baya. Bala, msiba, ufukara, lolote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutimizia ile khairi ya dhana yako ya khairi. Kama Saidina Nu'man alivyomdhania Mola wake khairi, na Mwenyezi Mungu akamfanyia vile alivyomdhania. Ya Rabbi, sitaki jua lizame isipokuwa nimekanyaga peponi, na kuapia na kudhania kwamba wewe utaniingiza peponi leo kabla jua halijazama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtimizia ile dhana yake. Saidina Nu'man alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, araita in sallaitu almaktubata in sallaitu almaktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltu alhalala wa haramtu alharama adkhulu aljanna ama adkhulu aljanna? Ya Rasulullah, nipe habari, nielezee, nipe fatwa, niambie, je, nikiswali faradhi zangu 5 na nikafunga mwezi wa Ramadhani na nikafanya ya halali kwa kuitakidi kwamba ni halali na nikaepuka ya haramu huku naitakidi kwamba ni haramu, je, haya yatosha kwamba mimi nitaingia peponi? Je, sina lazima mimi kufanya ya sunna na ya ziada ambayo kwamba sijafaradhishiwa? Mtume akamwambia, naam, ukifanya hayo ya kutosha wewe kuingia peponi. Hadithi kama hii kuna mengi ambayo kwamba yako ndani. Kwanza, kwa nini akamuuliza kuswali faradhi peke yake na kufunga? Kuna na zaka, kuna na haji, yote ni lazima pia. Ima sababu ni mbili, ima alikuwa hajafaradhishwa hizi, alipokuwa yauliza haya mawili hajafaradhishwa, haji na zaka hajafaradhishwa, au zishafaradhishwa lakini yeye kwake hazijampasa, ni maskini, hana uwezo wa kutoa zaka, hana uwezo wa kwenda haji, akauliza yale ambayo kwamba kwake ni faradhi, ambayo kwamba ni
swala na saum. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ndio, ukifanya faradhi tu ya kutosha wewe kuingia peponi. Hii ni kutuonesha wepesi wa Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwekea uzito kumwambia la, kuna na sunna ya saumu, kuna sunna ya swala, kuna na kadha na kadha, lazima yote la. Mtu akitosheleka kama tulivyoelezwa jana kwamba kuna kila watu watafautiana. Kuna mtu yeye yaweza kufanya ya faradhi na sunna na mingineyo. Kuna mwingine yeye akwambia mimi nitafanya faradhi tu. Kila mmoja, dini ni nyepesi, kila mmoja afanye kulingana na uwezo wake. Na haswa kama mtu ni mgeni katika Uislamu, mwanzie na umfundishe ya faradhi tufanya haya peke yake. Sio mtu ni mgeni katika Uislamu ujue kuna na saumu ya Ramadhani kiisha, kuna na sita ya Shawwal, kuna na Arafa yaja, na kuna na Ayyamul Bidh, kuna na Jumatatu na Alhamisi, ukumbuke kuna na hivi, kuna na hivi. Utasema shekhe, hiyo Ramadhani yenyewe hao wasoko Waislamu wana hao Waislamu wanaweza vipi kuketi na njaa mwezi mzima? Kisha wewe mwambie kuna na hivi, kuna na hivi. Swala ujue kuna kablia, kuna na baadia, kuna hizi rawatib ambazo kablia na baadia, kuna witri, kuna tarawih raka 20, na kuna kauli ya Imam Malik 36, kuna na tahiyatul masjid, kuna na sunnatu tawaf, kuna utamtia wazimu mtu. Ama mtu si mgeni katika Uislamu lakini dhaifu nafsi, dhaifu kihali, dhaifu kinini, mwache afanye faradhi peke yake, yamtosha kumuokoa yeye na kumuingiza peponi. Dini ni nyepesi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia hili wala lile, akamwambia naam, ya kutosha wewe kuingia peponi. Fanya haya faradhi peke yake na yatakutosheleza kuingia peponi. Angalia namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia kwamba ukifanya haya utaingia peponi. Kisha hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yudkhila ahadakumul janna amaluhu, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, mjue hakuna mtu ataingizwa peponi kwa amali zake. Na hapa Mtume amwambia huyu ukifanya haya utaingia peponi. Sasa je, tutaingia peponi kwa amali zetu ama hatuingii peponi kwa amali zetu? Kwa sababu katika hii hadithi Mtume alipowaambia hivi maswahaba akamwambia, yani hakuna mtu ataingia peponi kwa amali zake? Mtume akamwambia ndio. Wala anta ya Rasulullah, hata wewe utaingia peponi kwa amali zako? Mtume akamwambia wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min, hata mimi sitaingia peponi kwa amali zangu isipokuwa Mwenyezi Mungu akinifinika kwa rehema zake. Yani tutaingia peponi kwa rehema zake. Sasa hii hadithi hata katika aya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ingieni peponi kwa amali yenu. Sasa je, tutaingia peponi kwa amali zetu ama tutaingia peponi kwa rehema za Mwenyezi Mungu? Tutaingia peponi kwa rehema za Mwenyezi Mungu ambazo kwamba tutazipata kupitia amali zetu. Amali zetu peke yake kwa dhati yake hazituingizi peponi isipokuwa Mwenyezi Mungu azikubali kwa rehema yake. Kwa hivyo kukubaliwa amali zetu ni kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Na hatuna budi kama wema walivyosema la budda minka wala ghina anka. Yani twakuhitaji na hatukuhitaji ni amali njema. Twazihitaji lakini kama hatuzihitaji. Ili kama Mwenyezi Mungu alivyosema inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, fanya mema ndio upate rehema ya Mwenyezi Mungu, na huingii peponi isipokuwa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ili upate rehema ya Mwenyezi Mungu ufanya mema, na sio kwamba ni mema ndio atakuingiza, ni rehema ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hayo mema yenyewe usingeyafanya kama si rehema ya Mwenyezi Mungu. Yule mmoja katika waja wema katika Banu Israeli alienda akajiweka kando kule kufanya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia kukatoka mmea ikawa yuala kutokana na ule mmea, kukatoka maji ikawa yuanya kutokana na yale maji, basi ikawa hahitaji chochote, akawa yofanya ibada. Na watu wa zamani wamepewa umri mrefu, Mwenyezi Mungu akampa umri wa miaka 500, yeye yofanya ibada tu, ibada kwa miaka 500. Mtume sallallahu alaihi wasallam yaeleza huyu alipofariki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia malaika, haya mpelekeni peponi kwa rehema yangu. Mpelekeni peponi kwa rehema yangu. Yule mja mwema akamwambia, la ya Rabbi, kwa amali zangu mimi nimefanya mema, vipi useme wanipeleka peponi kwa rehema ambapo kwamba mimi nimefanya mema miaka 500? Akamwambia, wataka tuhesabiane?
Kama atakatuhesabiane mwekeni kando hapo. Anzeni kuhesabu neema zangu juu yake kisha tulinganishe na amali zake kwangu. Basi wakaanza kumhesabia neema ya jicho peke yake. Ile neema ya jicho ikashinda amali zake zote. Kaambia haya, neema yangu nilikupatia ya jicho peke yake imeshinda amali zako njema zote. Huna tena amali wewe kulinganishwa na neema nilokupa mimi ya jicho peke yake, na bado neema zingine, kwa hivyo nenda motoni, huna tena amali njema. Kaambia basi ya Rabbi, niingize peponi kwa rehema zako. Kaambia muingizeni peponi kwa rehema zangu. Kwa hivyo usione kwamba wafanya mema, yale mema ndio wewe wastahiki. Hii kusema kwamba wastahiki kuingia peponi. Hakuna mtu yastahiki kuingia peponi. Yani lau si rehema ya Mwenyezi Mungu, kila mmoja hakuna anayestahiki kuingia peponi, ila ni kwa rehema yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni katika mafunzo ambayo kwamba tunayapata katika hadithi kama hii. Mafunzo mengine kwamba Muislamu kama Muislamu yatosheka kwa yeye ni Muislamu kwa kufanya faradhi. Angalia huyu asema yeye kama Muislamu atafanya faradhi peke yake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dhamana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba atamuingiza peponi kwa kufanya yale ya faradhi. Na ndipo tukielezwa kwamba hufai kusema huyu Muislamu ambaye kwamba yatekeleza faradhi huyu ni kafiri. Kukufurisha ni kitu kikubwa sana na hatari sana na madhambi makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika almuslimu alladhi yahrumu damuhu wa maluhu wa irduhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana, mtu akafanya mambo ambayo kwamba dhahiri yake yaonesha ni Muislamu, amefanya hata kama ya faradhi tu, mtu amepiga shahada, mtu yaswali swala 5 na mtu yuelekea qibla kama qibla cha Waislamu, huyu ni Muislamu, bali Mtume sema ataingia peponi. Kitu gani ambacho kwamba kitakufanya wewe umuhisabu huyu katika watu wa motoni kwa kumuita ni kafiri, ambapo kwamba dhahiri yake ni Muislamu? La nukaffiru ahadan min ahli alqibla. Ulama msemo wao muhimu ni huu na maarufu kwamba hatumkufurishi mtu katika watu wa qibla. Huyu Mtume amesema ataingia peponi kwa kuwa yosali faradhi na ya haramu yawacha na ya halali yafanya. Ataingia peponi, ni Muislamu na ataingia peponi. Mtu aje akwambie huyu ni kafiri, mimi nasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kafiri. Na swali faradhi ni kafiri. Kwa kuwa nini? Huko katika madhehebu yake, hautaki kufuata fikra yake, hautaki kukinai na maoni yake. Amefanya kama dini yote ni yeye, maoni yake yeye, na anayemkubali yeye na mwalimu wake na kipote chake peke yake ndio Waislamu. Kila ambaye kwamba atatofautiana na shekhe wake na mwalimu wake na madhehebu yake na mkubwa wa kikundi chake, basi huyo si Muislamu. Ambapo kwamba Mtume akatufundisha hivi, amesema huyu anaifanya faradhi tu na akawacha haramu na akafanya halali, hata sunna hayafanyi, ataingia peponi na yamtosheleza. Kwa hivyo ni katika hatari kubwa sana mtu kuhukumia mtu kwamba wa motoni kwa kumuita ni kafiri, na ambapo kwamba dhahiri yake yafanya mambo ambayo kwamba yampasisha yeye kuingia peponi. Na katika hadithi hii pia tunaona pupa ya maswahaba ya pepo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafanyia tashwiq na pepo kama hii, akiwaelezea pepo starehe zake, pepo mambo yake ambayo kwamba kila ukisikia wewe yakutamanisha. Fiha ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kisha pamoja na kuelezea starehe zote za peponi, Mtume atuambia msione ndizo hizo, ndivyo zilivyo. Hakuna kitu cha peponi ambacho kwamba chafanana na kitu cha duniani. Vilioko peponi hakuna jicho liloona wala hakuna sikio lilosikia, na haijakupitia fikra katika neema za peponi. Usione, ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitueleza pepo asema mathalul jannati lati wa'ida almuttaqun. Mfano, msione hivi mnavyoelezwa ndivyo vile vile pepo ilivyo.
Mwafananishiwa tuna vitu ambavyo mnavyo duniani. Lakini peponi mambo tofauti. Tunda gani la duniani ambalo kwamba kila ukiuma mara ya pili ladha yake ni nzuri zaidi kuliko ya kwanza? Tunda hilo walila mara kwa mara na ladha yake haikuchokeshi. Mwanamke gani wa duniani ambaye kwamba haukirihiki na kitu chake chochote? Hana jasho, hana haja, hana udhia, hana lolote, ni mzuri tu yeye. Kila ukimwingilia yeye ana raha tu. Mwanamke gani huyo? Mtume asema utastarehe na mwanamke peponi miaka 700 na hauchoki naye. Mwanamke gani? Hana cha kubeba mimba, wewe ukila hutoi udhia, haufanyi haja, bali haja yako ni kutokwa na jasho ambalo kwamba lanukia kama miski. Tashwiki kama hizi za peponi ndio ziliomfanya sahaba kama huyu kuuliza, jambo gani mimi litanifanya niingie peponi? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ni njia rahisi, fanya ya faradhi, fanya ya halali, wacha ya haramu, wewe utaingia peponi. Na hapa kuna nukta. Usione kwamba basi mtu akifanya ya faradhi ataingia peponi, ukawa wewe utawacha sunna kwa kuzidharau. Ni hatari. Mtu mwenyewe ni mgeni katika Uislamu, mtu mwenyewe ni dhaifu, mara moja aona uzito katika kufanya sunna, aweza asifanye. Lakini mtu ana uwezo kwanza kuna kuacha sunna, istihana kwa kuzidharau ni kufru. Sunna tu hiyo. Sunna gani hiyo? Hiyo ni kufru. Mtu atakufuru akiwacha sunna kwa kudharau. Mtu akiwacha sunna basi tu uvivu, basi tu yani haona si muhimu hivyo. Hii ni yaonesha kwamba ana kitu katika yani kudharau katika vitu vya dini. Anao kitu kama kudharau. Ndio hata ulama akasema mtu anaiacha sunna kwa uvivu, kwa mfululizo, huyu hata hana murua. Huyu aweza kuambia ni fasik na ushahidi wake mbele ya kadhi ukarudishwa, kwa sababu ni katika kitu ambacho kwamba yukhillu bila adala. Si mtu ambaye kwamba yopokelea ushahidi wake, mtu ambaye kwamba atawacha sunna. Kunao kama tulivyosema, mtu atawacha sunna kwa ajili ya ima ni dhaifu ama ni mgeni katika Uislamu, au mara moja yoacha, mara nyingine yafanya, haina shida. Na kuna sunna ambazo kwamba hazitakikani ziwachwe, ni kama faradhi. Sunna ya kimkusanyiko, sunna ya kipamoja. Kwa mfano kama adhan ni sunna, lakini lazima ipatikane katika mji. Lau watu wa mji wote wakaamua wakaiwacha adhani, basi watu kama hao, kama kuna uongozi wa Kiislamu, wastahiki kupigwa vita. Ndio hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda mahali katika mji akiwaambia maswahaba subirini, ama akiwatuma akiwaambia mkifika subirini. Ukisikia adhani basi usiwavamie. Ni alama na shiar, utangavu katika utangavu wa dini. Kwa hivyo acheni. Msiposikia adhani wavamieni. Ni alama kwamba hakuna waislamu ndani katika mji kama huu. Utukufu na umuhimu wa sunna kama hii. Na sunna kama tunavyozijua, la yastaghni anhu abdun nasikun. Mtu ambaye kwamba yeye atakushikamana na ibada, mtu ambaye kwamba ataka faida. Faradhi ni rasilimali katika biashara yako wewe na Mola wako ya akhera, na sunna ni faida ile rasilimali yako. Kama tunavyojua kwenye biashara, wewe ukibakia na rasilimali peke yake hauna shida, hujapata faida wala hujapata hasara, lakini rasilimali yako unayo. Wewe wanunua kitu kwa 100, wauza kwa hiyo 100. Wanunua tena kwa 100, wauza kwa hiyo 100. Utaishi hivyo, rasilimali yako haina upungufu. Lakini mwerevu na mwenye akili ni yule ambaye kwamba rasilimali yake yaikuza. Yanunua kitu kwa 1000, yakiuza kwa 2000, yapata 1000 nzima nyingine. Biashara yake yakuwa. Na ikitokea akapata maafa katika biashara yake, anao faida ambayo itamsaidia kukava. Ndio sunna. Sunna tajburul faraidh, za unga ile faridha. Wakati wa kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza kwamba mja akihesabiwa, Mwenyezi Mungu huwaambia malaika, muangalieni, je, anao faradhi? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yawm al-qiyama as-salah, swala yake, faradhi zake. Kama huna faradhi, huna swala, kitu cha kwanza ambacho utahesabiwa ni swala. Hauna, wewe huna maana, ndo basi waambia pelekeni waende kasafisho huko, aende kaadhibiwe. Kama anao faradhi,
ya Rabbi, lakini faradhi zake zina upungufu. Mwangalieni hana sunna huyo, ana sunna, basi mjalizieni faradhi zake, amefaulu. Ona muhimu wa sunna ni wewe za kusaidia katika kuziba mapengo ya faradhi yako, ndio muhimu wa sunna. Mtu ataswali qablia, kisha ataswali faradhi, kisha ataswali baadia. Ndani ya swala yake ya faradhi kuna mara ameteleza, amefikiria, mara amekosa khushu'i, mara labda amefanya kitu kadha imemharibia swala yake bila yeye kujua, bila kukumbuka, bila ya kadha. Sunna zake zitakuja zitamtengezea. Bali zile sunna za kuandaa wewe uzifanyie faradhi kwa uzuri zaidi. Na katika faida zingine za sunna ni kwamba wewe wapata daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama hadith qudsi ilivyokuja, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Mungu asema kwa hadithi qudsi, mtume amepokea kwamba Mwenyezi Mungu asema, mja wangu hajajikurubisha na kitu ambacho kwamba nakipenda zaidi kama kujikurubisha kwangu kwa faradhi. Kisha na huyo mja hatoacha kujikurubisha kwangu kwa mambo ya sunna mpaka nitampenda. Sasa wewe kama unataka kupendwa na Allah Jalla Jalalu, wataka mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kufanya faradhi fanya na sunna. Ukifanya faradhi peke yake umeokoka, utaingia peponi inshallah kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukitaka daraja za juu zaidi, ukitaka kuwa karibu zaidi na Mola wako, ongeza na sunna. Hata uhibbahu, paka nimpende. Kisha fa idha ahbabtuhu, nikishakumpenda Mwenyezi Mungu asema nitakuwa ndio masikizi yake, ndio nitakuwa maoni yake, nitakuwa mkono wake, nitakuwa mguu wake. Akiniomba nitampatia, akijilinda na mimi nitamlinda. Utapata daraja kubwa ambayo kwamba yaitwa ni darajatul wilaya, daraja ya uwali, rafiki ya Mwenyezi Mungu. Wewe utakuwa utakalo Mwenyezi Mungu atakufanyia. Ukijilinda Mwenyezi Mungu atakujilinda nawe. Bali mwanzo wa hadithi hii ni kwamba man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Mtu akikupiga vita wewe, atakayekutetea wewe ni Allah Jalla Jalalu. Mungu atampiga yeye vita kwa sababu amekupiga vita wewe. Umefanya nini? Umefanya faradhi na ukaongeza sunna, ndio utapata daraja kama hii. Ama mwenyewe ukitosheka na faradhi peke yake, utaokoka na moto na inshallah utaingia peponi kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie tufanye ya faradhi na ya sunna. Na kama tulivyosema, ukiona mtu ni mgeni katika Uislamu, mwache afanye faradhi peke yake. Na kuna mengi utaona mtu yalazimishwa mambo ambayo kwamba si lazima yamfanya awache ya faradhi, haswa kama katika tarehe tukisoma wale walipopelekewa Uislamu mwanzo Waislamu wa Uganda walikuwa mmoja akiwafanyia dawa, anambia ukisilimu lazima utahiriwe. Ukisilimu lazima utahiriwe. Mtu jibaba zima hajatahiriwa, afikiria ndio mwanzo sasa tuanze alif be tunikatahiriwe. Mambo gani? Tuketi na madonda na mwanzo hiyo kutahiriwa ni vipi? Au na labda ni kukatwa baadhi ya zakari ni. Yaani ona tafash tu. Mtu yuacha Uislamu mzima kwa sababu ya nini? Kutahiriwa. Nani amekwambia kutahiriwa ni nguzo katika nguzo za Uislamu? Angalia, mtume amwambia huyu fanya faradhi tu utaingia peponi. Mwache mtu atamke ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah au koke na moto. Mtu aweza kuambia sitaki kuisilimu mimi kwa sababu siwezi kuacha kulewa. Sitaki kusilimu kwa sababu kuna saumu ni ngumu. Mwambie usifanye, usilimu kwanza. Hayo utayaweza baadaye. Usimwambie si lazima wala si haramu. Mwambie wewe kwa sahihi achana na hayo. Wewe sema tu hii shahada, kisha mbeleni ukiweza utafanya taratibu. Wenye hikma huwafanyia dawa watu kwa hikma. Basi wakawa hawataki wale kusilimu, mpaka mmoja akaenda akamwambia nani waambia lazima? Hakuna ulazima huu. Isilimu tu, hakuna mambo kutahiriwa wala nini. Akasilimu yule mfalme wao kabaka Mutesa, basi na wakasilimu kabila zima. Na ufalme mzima wa Buganda kwa Islamu, watu wakakubali Uislamu kwa sababu ya nini? Hikma na taisir mtume alioileta. Waache watu wafanye faradhi peke yake. Tumkumbuka al-Imam Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad. Yasemekana mtu alislimu akamwambia mimi siwezi kuswali, lakini nataka kuislimu lakini swala siwezi. Angalia huyo. Faradhi zenyewe akamwambia hawezi. Mwambie wewe silimu tu, utaweza taratibu. Al-Imam Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad akamwambia wewe swali raka 2 tu kwa siku nzima za asubuhi. Usiswali tena kisha basi. La, hakumwambia asubuhi kwanza. Iliswadifu kwamba ni Ramadhani kisha ikaja Idi. Akamwambia leo siku ya sherehe watu wote waswali raka 2 tu.
njoo tusherehekee pamoja raka 2 kwa mwaka mzima. Akaja akaswali na wao. Nyepesi raka 2 tu na ni sherehe na furaha na kuvaa nguo nzuri. Basi akaswali, akamwambia kwisha. Basi wakaketi, akamwambia basi mfano wa zile raka 2 ni asubuhi tu, basi wewe swali. Akawa basi uswali raka 2 asubuhi. Amka hapo mwenyewe, si lazima mapema. Ukiamka saa 4 wewe swali, ukiamka saa 6 wewe swali, raka 2 tu siku nzima. Akaswali. Akamwambia basi wewe kushinda kuongeza raka 1 tu. Asubuhi kisha swali, jioni ongeza raka 1, swali 3 magharibi. Akaswali raka 3, 2 na 3. Akaendelea. Akamwambia basi umefika 3, ongeza na 4 pale jioni, kiti kidogo swali na 4 pale ishai, swali na 4. Akamwambia basi mchana kama zile 4 swali pia dhuhuri na alasiri. Ikawa mtu ameshika swala zote 5. Akaendelea ikafika mwaka mzima, maana yake ameslimu karibu na Ramadhani iliyopita. Mwaka mzima akamwambia Ramadhani yaje sasa, unaona kufunga. Kusoma. Akamwambia basi funga mpaka saa 6 mchana. Ikawa Ramadhani hiyo funga mpaka mchana. Funga basi siku moja, siku uache. Wa hakadha. Yasemekana hakuna mtu ambaye alikuwa ameshikana na sunna kuliko yeye baadaye. Bali msikitini akionekana yeye ndo wa kwanza na wa mwisho kutoka msikitini. Nini? Tadarruj. Mpeleke mtu taratibu. Mpatie mtu ya faradhi kwanza, kisha umpeleke katika ya sunna na ya ziada. Nukta nyingine hadithi kama hii. Huyu yuuliza ataka kuingia peponi. Na kama tunavyojua kila Muislamu ataingia peponi. Sasa vipi huyu sahaba? Yeye ni Muislamu na yuuliza kuhusu mambo ambayo atayafanya ili aingie peponi. Ni kama asipofanya hivi hatoingia peponi. La. Huyu auliza kuingia peponi bila ya kuadhibiwa kabla ya kuingia. Yuuliza kuingia peponi daraja za juu pamoja na as-sabiqin. Hii ndio maana ya swali lake, kwa sababu kila Muislamu ataingia peponi. Huyu swali lake yuuliza kwamba ataka kuingia peponi bila kuadhibiwa kabla ya kuingia, ama kuingia peponi na daraja za as-sabiqin za juu pamoja na wale ambao kwamba watakaoingia. Tunajua Muislamu ataingia peponi baada ya shasafishwa na madhambi yake. Kila Muislamu lazima ataingia peponi, lakini ataingizwa motoni kulingana na madhambi yake, aenda kasafishwe. Kama tulivyotaja kuna ile as-sirat, kila mmoja ataipita, hata hao wanaingia peponi bila kuadhibiwa, lakini kwenye sirat watapita. Kisha baada sirat kuna mahali kwaitwa al-qantara, utasimamishwa pale uhesabiwe mambo yako. Dhulma zawaja, kama umedhulumu uhesabiwe, kama umemdhulumu fulani, umemsengenya fulani, umemuibia fulani, umempiga fulani, umemuua, pale ndo mahali pake. Ukifaulu sasa ndo uende zako peponi, kila mmoja kulingana na amali zake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumkubalia zile amali zake na kumrehemu kulingana na mema aliyofanya. Kwa hivyo alikuwa yuuliza kuhusu mambo akifanya je mambo kama haya yamtosheleza yeye kupata daraja za peponi za juu, na yamtosheleza kuingia peponi bila kuadhibiwa kabla ya kuingia peponi, sio mujarrad wa kuingia peponi peke yake. Kwa sababu Mtume amesema kila ambaye kwamba atakufa yashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika wake, na amekufa ni Muislamu, lazima ataingia peponi hata kama atapitia katika kusafishwa motoni. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa la'afu minkum. La ilaha illa Allahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أحسنتم وجزاكم الله خير.